Ndugu mwandishi wa habari, sisi katika mtaa wetu tuna janga kubwa la wizi wa ng'ombe. Mpaka leo na leo hii tumeibiwa ng'ombe wawili ambao kiasi kwamba leo wamekamilika kama ng'ombe 10 wanaoibiwa, ila ni katika miji tofauti tofauti. Mara ya kwanza tuliibiwa ng'ombe wawili, wakaja wakaibiwa ng'ombe mmoja katika mji mwingine, wakaibiwa tena ng'ombe mmoja katika mji mwingine, wakaibiwa ng'ombe wawili, tena wakaja wakaibiwa ng'ombe wawili, na leo wameibiwa ng'ombe wawili. Yaani leo sasa ndo limekuwa tukio ambalo limeenda mfululizo. Tarehe 8 tuliibiwa ng'ombe wawili na tarehe ya leo tarehe 17 tumeibiwa tena ng'ombe wawili. Yaani hapo najiuliza mpaka nashindwa kuelewa kwamba tufanyeje ili kukomesha huo wizi. Hao ng'ombe wanaoibiwa tunafuatilia, tunakuta kwamba wamechinjwa katika barabara ya lami kule, wamebebwa wamepelekwa kwenda kuuzwa kama nyama. Sasa najiuliza sasa hii changamoto hii sijui tutaitatuaje. Ila kwa leo tumekaa na wananchi tukabaini kwamba tufanye utaratibu wa kuwinda doria ambao labda inaweza kutusaidia. Tuwe tunalinda kila siku mtaa mzima, labda tutafanikisha kwa hilo. Tulikuwa tunategemea kwamba labda maaskari watakuja watusaidie, lakini tunatoa taarifa maaskari hawaji kwa wakati kuja kutusaidia. Na changamoto nyingine ambayo nimeshaiona ndugu mwandishi wa habari, wale ng'ombe wanaoibiwa wenyewe wanakuja kubaini muda umeenda sana. Muda wa saa 11, saa 12 unakuta umeshachinjwa tayari. Sasa mwandishi wa habari, kwa kweli hilo tatizo ndo linatusumbua sana. Yaani ule ubainiaji, wanabaini muda umeenda. Tunakuta wameshamaliza kuchinjwa, wameshapelekwa mabucha kuuzwa. Tulienda kutoa mara ya kwanza ulikuwa tunaibiwa, wananchi tukitoa taarifa kituo cha polisi kwa polisi kata, yani polisi jamii, anatuambia kwamba wananchi waambie waje wafungue kesi kituoni. Lakini pamoja na hivyo wananchi, unajua uelewa wao ukawa ni mdogo, ila kuna baadhi wakawa wanagoma kwenda kutoa taarifa. Ila sasa kuanzia kwa Rushona ndio walienda kutoa taarifa hizo, wakaenda kufungua ile kesi.